Bana, hii hapa ni news kwa wale wapenda burudani wote ambao wanapenda mziki wa Bongo Flava, ambao wote ni mashabiki wa mziki wa Tanzania. Hii hapa ni news kali ambayo inawagusa na itawapendeza sana. Moja katika vitu ambavyo viliweza kutokea katika siku ya jana, record label ambayo inajulikana kama The African Princess, ambayo ipo chini ya mwanamuziki Nandy, yupo na mume wake ambao anajulikana kama Billnass Nenka Mafioso. Hii hapa ni moja katika record label ambazo zinafanya vizuri kwa sababu yupo mwanamuziki Nandy, lakini pia yupo mwanadada Yami. Na tumeona kazi nyingi ambazo zimeweza kuwa produced chini ya record label ya African Princess. Moja katika record label ambazo zipo vizuri na zina support vipaji sana kutoka pale mtaani. Sasa record label ya The African Princess imeweza kutangaza katika siku ya leo ya kwamba mwanamuziki ambao yupo chini ya record label hiyo ambao anajulikana kama Yami, kuanzia sasa yupo nje ya label, yani ameweza kutoka rasmi katika label ya The African Princess kwa kumaliza mkataba wake. Somehow ina sound kama mafanikio, lakini pia one time inaonekana kama Yami anatoka nje ya record label ya The African Princess. Sasa watu wana concentrate, je, ataenda katika record label gani ama ataweza kusimama mwenyewe katika industry ya muziki? Sasa mimi nataka nikupange juu ya huu mchongo wa The African Princess kumwachia Yami, na inakuwaje kwa upande wa Yami. Je, ataenda kufanya nini? Ataenda wapi? Na inakuwa ni vipi? Kaa kwa kutulia. Kwanza nataka nikusogezee huu mchongo ulikuwa vipi. Kitu cha kwanza kabisa, tangazo lilikuwa linasomeka kama hivi: taarifa kwa umma kutoka kwa The African Princess, ambayo inahusu kuhitimishwa kwa ushirikiano wa msanii Yasin Shabani ambaye anajulikana kama Yami na The African Princess label. Mkataba ulianza na kusema African Princess Records inapenda kuwataarifu rasmi wadau wa muziki, vyombo vya habari pamoja na mashabiki wote kuwa msanii wetu mpendwa Yasin Shabani, ambaye anafahamika zaidi kwa jina la kisanii Yami, amehitimisha rasmi mkataba wa usimamizi wa kazi zake pamoja na label yetu ya The African Princess kwa makubaliano ya kirafiki na kwa manufaa ya pande zote mbili. Katika kipindi chake akiwa chini ya record label ya The African Princess label, Yami ameweza kung'ara na kuonesha kipaji kikubwa kilichowavutia wengi ndani na nje ya Tanzania. Tumeshuhudia mafanikio makubwa kupitia nyimbo zilizofanya vizuri, maonesho ya moja kwa moja yani live performance katika show zake, na ukuaji wa umaarufu wake katika tasnia ya muziki wa kizazi kipya. Tunaamini kuwa label imetoa mazingira bora yaliyomwezesha Yami kukua na kupevuka kisanaa, na tunafurahia kuona kuwa sasa amepata wawekezaji wapya waliovutiwa kuendeleza na kusimamia zaidi kipaji chake na kumsaidia kufikia hatua kubwa zaidi kimataifa. Kuondoka kwake pia kunatoa nafasi kwa The African Princess Records kuendelea na dhamira ya kuwainua wasanii wapya, kuwekeza kwao na kuendelea kuchangia katika maendeleo ya muziki wa Tanzania na Afrika. Tunamtakia Yami kila la heri katika safari yake mpya ya muziki. Ataendelea kuwa sehemu ya familia ya The African Princess na mafanikio yake yatabaki kuwa sehemu ya historia yetu ya mafanikio pamoja. Ikiwa imetolewa na uongozi wa The African Princess tarehe 5 mwezi wa 5 mwaka wa 2025. So rasmi kutoka hapa, Yami sio msanii tena ambaye yupo chini ya record label ya The African Princess, bali yupo chini ya wasanii wake ambao bado hawajawekwa wazi. Kuna management ambayo tayari ipo tayari kusimamia muziki wake na vitu vingine kama hizo hapo. Moja katika vitu ambavyo ameweza kuvifanya mwanamuziki Yami akiwa chini ya The African Princess record label, ambayo iliweza kumchukua chini kabisa akiwa bado hana jina, na ikaweza kumtengenezea fanbase ambayo mpaka sasa watu wanaendelea kumsupport. Anazidi kufanya vizuri katika industry ya muziki wa Tanzania. Moja katika kazi ambazo zilikuwa ni kubwa ameweza kuzifanya ni Tunapendezana, moja katika kazi ambayo ilikuja kumtambulisha, lakini kazi ambayo ilikuja kufanya poa zaidi ni moja katika kazi ambazo alikuja kumshirikisha mwanamuziki ambaye anajulikana kama Barnaba. Na hii hapa ilikuwa imezua gumzo kidogo, na ndio maana nimekuja kuigusia kwa namna fulani hivi, kwa sababu iliweza kuibua taharuki fulani hivi za kuonekana kwamba mwanadada Yami yupo pamoja na Barnaba Boy, ambapo walikuwa wanashikana fulani hivi katika zile picha na vitu vingine kama hizo hapo. Lakini hata hivyo alikuja kutoa kazi nyingine na kina Mbosso. Kazi nyingi ambazo alikuja kuzitoa Yami zilikuwa ni kazi ambazo zina mashiko, lakini pia zilikuwa ni kazi ambazo zimefanya poa zaidi katika industry ya muziki wa Tanzania. So mimi nataka unipange hapo kwenye uwanja wa comment, inaonekana the way ambavyo Yami alikuwa anafanya poa zaidi katika record label ya The African Princess. Je, akitoka nje ya record label hiyo itakuwa ni aje? Unamtabiria kitu gani Yami akitoka katika record label ya The African Princess? Nipange hapo kwenye uwanja wa comment. Mimi naitwa Jitu One Time, Jitu One TZ official Genius, na hii hapa ni Jitu Media.